Haujalogwa, haujachanganyikiwa. Ni mabadiliko ya mwili wako, ni perimenopause au menopause au postmenopause. By the way, postmenopause unakuwa umeshajielewa, lakini unakuta ulishafanya wrong mistakes zikakufikisha huko uliko sasa. Maana huko kwenye postmenopause ndio mambo ya mifupa, pressure, sukari, shida za moyo zitokupita kiasi, kwa sababu huku mwanzo hukujua kitu cha kufanya. Sasa nilishasema kuna symptoms 60, dalili 60 zinazoashiria kwamba wewe uko kwenye mabadiliko ya homoni kuelekea utu uzima. By the way, menopause haishagi, inabadilika. So umeshatoka ujana, umeshaingia utu uzima, jukumu lako kujifunza. Menopause huwa haiishi. Haya, unapata hot flashes, kila mtu ameshaijua hii hapa. Sihitaji kuongelea sana. Unapata cold flashes. Cold flashes ni ile hali ya kupata baridi kwenye mifupa. Yes, ndani ya mifupa. Lakini kuna ile kitu ya mifupa kupasua. Mifupa yako inapasua ndani. Unakuwa tu umelala, inafika tu muda fulani unasikia kama vitu vinatembea ndani ya mifupa. Hiyo inakwambia estrogen iko chini. Unahitaji kufanyia kazi estrogen. Na hormone guys, chemically unazidistract zaidi. So jifunze natural herbs. Vitu vya chemicals sijui nini, anything ambayo iko imetengenezwa kikemikali una distract. Asira, vidonda vya tumbo na asidi. Unajua ukiwa na hormone imbalance, kupata asidi ni rahisi sana. Kupata vidonda vya tumbo ni rahisi sana. Kwa sababu kuna kitu kinaitwa pituitary thalamus axis, something like that, kama nisijakosea. Lakini ni muunganiko kati ya homoni na mmeng'enyo. Huu muunganiko unasababisha ukiwa na low estrogen au ukiwa na high estrogen, yani estrogen dominance, lazima mmeng'enyo wako utakuwa una misbehave. Ni muhimu sana kuprioritize balanced diet na uhakikisha unakula fiber, yani nyuzi ziwe sehemu ya maisha yako. Okay, kitu kingine ambacho huwa sijawahi kukizungumzia sana, ngozi. Jamani, ngozi inategemea estrogen hormone kwa kwenye level. Na ngozi yako haiwezi kuwa nzuri kama haujui jinsi ya kushughulika nayo naturally, kuhakikisha una boost collagen, kwa kuhakikisha estrogen na progesterone zimebalance. Na wewe kwa sababu una homoni zaidi ya 50, hizi mbili zikibalance vizuri, sio zinahusika na uzazi, hizi nyingine zote zitafall kwenye line. Issue hapa sio kutibu, maana haumwi. Huo sio ugonjwa. Issue hapa ni kubalance mifumo ya mwili wako iweze kuwasiliana. Kwa sababu kuna kitu kinaitwa gut brain axis ambacho pia kinategemea homoni zako ziwe zimebalance ili brain yako itulie. Kumbuka brain ni kama transformer. Kukiwa na issue ya umeme haijakaa sawa, ita blow out, taungua. Sasa ukiwa kwenye menopause, kwa sababu ya mabadiliko ya hormone, una brain fog, unakosa focus, unakosa usingizi, unakosa raha, unahisi kuna kitu kibaya kinakupata. Hofu, kuna mmoja aliniambia, dada, nina wasiwasi na hofu, yani sijui nifanyeje. Yes, balance hormone, sio mapepo. Kwa sababu mabadiliko haya ya homoni yanaingilia mfumo wa limbic system ambao ni mfumo wa hisia. Hii connection ya mfumo wa hisia ambao ndio connection kubwa inahusika na pia na mfumo wa brain. Ikisha ingiliwa, unakuwa na depression, unakuwa na anxiety, unakuwa na hofu, mashaka, wasiwasi. Haya, maumivu ya mifupa. Tunakunywa dawa za maumivu, lakini in fact tukibalance hormone, tukaruhusu progesterone ikazalishwa inavyotakiwa na estrogen. Na estrogen ndio main player kwenye hichi kipindi. Tukiruhusu vikikaa sawa, mifupa yetu haitaendelea kuuma. Haujaishiwa uteute, ni kwamba estrogen hormone iko chini. Haya, ini. Hatujui umuhimu wa vitamin D na umuhimu wa kusafisha ini kipindi cha menopause. Kama ini lako linabeba makemikali, kwa sababu sijui ini ni chemical plant. Kama ini lako limebeba makemikali mengi, kipindi hiki utastruggle, kwa sababu ini ndio lina support na kusaidia uzalishaji wa homoni zako katika hali ya usahihi. Alafu vitamin D inasaidia sana, kwa sababu pamoja na vitamin D inasaidia sana ili kuzalisha cholesterol vizuri. Unajua ndio maana watu wakifika menopause wanapata cholesterol, kwa sababu hatujaelewa umuhimu wa ini kipindi hiki cha menopause, perimenopause, menopause, postmenopause. So wewe kama una struggle na cholesterol, jifunze kwanza kuelewa chanzo chake. Hapa ndo maana nasema matumizi ya dawa asili na virutubisho asilia ndio yatakutoa hapa.
Wewe nenda na trend, fanya unachofanya. Matumizi ya dawa asili na virutubisho asilia ndio yatakutoa hapo. Kwa sababu mimi siongelei theory, is a practical thing. Niko hapa natumia na ninaona results. So menopause sio ugonjwa. Utapima vipimo vyote, daktari hataona ugonjwa. So ni jukumu lako kujiongeza na kuongea na wataalamu sahihi wa kusaidia kujua cha kufanya. Na zingatia, symptoms yote unaopata lazima muone daktari, ili daktari establish kujua exactly shida inaanzia wapi, na unatakiwa uchukue approach sahihi. Menopause haijui kemikali, natural approach ndio solution. Yes, natural approach ndio solution. So symptoms 40 ziko hapo kwenye page yangu, ukiingia kwenye profile utaziona. Sasa mdomo kunuka, shida ya mifupa, joint, mifupa kupasua. Hii yote inasababishwa na mabadiliko ya hormone. Kisukari, pressure, magonjwa ya moyo yanaweza kukupata hichi kipindi. Hii ni kwa sababu ya either estrogen dominance au estrogen to decline. So ni unatakiwa ujue kuongezeka kwa allergy. Wale ambao walipokuwa watoto either walikuwa na allergy, magonjwa ya ngozi, walikuwa na asthma ikapotea, kipindi cha menopause inarudi. Yes, kwa sababu mwili wako unavyobadilika, vitu vingi vinaamka. Nilishasema hapa, kuna magonjwa ya kurithi ambayo ukifika menopause yanaweza kuamka. Sasa unaweza kuyaondoa kwa kuhakikisha unafanya vitu sahihi. Haya, Cornwell Tanzania tuko kwa ajili yako. Unaamua mwenyewe kuishi maisha yenye afya. Alafu hii sio kitu cha zimamoto guys. Ni consistency. Nimekuwa nikifanyia kazi afya yangu kwa miaka 10 sasa hivi, na nikihakikisha kila siku najifunza jinsi ya kuhakikisha homoni zangu zinani support. Mwili wako ni systems. Hizi systems zisipowasiliana kwa usahihi, my dear, upate usingizi, moyo utaenda mbio, mvi zitajaa, utachoka. Unajua unaweza kuwa una mvi, lakini nywele unaweza kuwa na mvi, nywele zikawa na afya. Yes. Unaona kabisa una mvi afu nywele zimechoka laini, hazieleweki, zinanyonyoka nyonyoka. That's a problem. Lakini kama una mvi lakini nywele zina afya, zinaonekana huyu mtu kweli ana afya, hiyo ni sahihi. Aging ni baraka. Utu uzima ni baraka. Jitunze, jiweke sawa.